Msingi tu ni kwamba sisi bado tuko kwenye transition, kwa maana kwamba katika kipindi hiki cha mpito kuna mambo mengi hayawezi kuwa yote yako sawa, na kwa kuto kuwepo sawa hayo mambo hatuwezi kutumia nguvu kwenye mwenyekiti hivi mwenyekiti vile. Ni pale ambapo timu inakuwa imefanya vibaya na zungumzo Mangungu, ikifanya vizuri jina lako alionekani pale. Ndio maana nikasema kuna mtu mwingine anaweza akanichukia mimi kwa sababu nazuia zile ambazo anaona ni faida kwake, na kuna mwingine anaweza akanipenda mimi kwa sababu nasimamia zile anazoona ni faida kwake. Kama ambavyo mnafahamu kwamba tuna jambo letu ambalo tunataka tulifanye, lakini kubwa zaidi ni kwenda kuonana na mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Najua mna mengi ambayo mnataka kuyafahamu kuhusiana na mambo kadha wa kadha kuhusiana na klabu ya Simba, lakini sasa hivi mchakato mzima ni kuhusiana na katiba ya Simba. Imepata vikwazo, kuna maneno kutoka upande huu upande ule na vitu kama hivyo. Sasa sisi tumepata bahati ya kumtafuta Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, ili tuweze tukapiga naye story. Sasa naenda ofisini kwake sasa hivi. Maswali ambayo najiuliza mimi ni kwamba je, kwenye kikao chao wamekubaliana kuzungumzia haya masuala ya katiba? Anaweza kuzungumzia kwamba nani anamkwamisha, anaweza kuzungumza kuhusiana na kama atatoboa au nani ambaye anakwamisha hivyo vitu kama hivyo. Vyote hivyo tuenda kumcheki Murtaza Mangungu sasa hivi ninavyokuambia, tunaelekea kwenye ofisi yake. Nimeamua nikudokeze tu ili uwe tayari kusikiza kwa makini atazungumza kitu gani. Bila shaka transformation ndani ya klabu ya Simba ndo kitu ambacho watu wanakusubiria kwa hamu, kuipeleka Simba kwenye hatua ya mafanikio makubwa sana. Nikukumbushe, barua ilitoka ya mwisho kabisa, iliandikwa taarifa kwa umma ikisema kwamba wamesitisha vitu vyote vinahusiana na katiba. Umeelewa? Lakini kwa sababu ya kuelekea kwenye Simba Day, ngao ya jamii, ligi na vitu vingine ambavyo vinahusiana na masuala ya usajili, utata uko hapo. Nitaenda kupewa ushirikiano kuhusiana na hivyo vitu, lakini mimi naenda kukutana naye ili nipate ya ndani kabisa kuhusiana na mwenyekiti Murtaza Mangungu. Yeye ananiambia nini? Mimi naitwa Lugano Israel. Sasa twenzetu tukapiga naye story tuone nini ambacho atakotuambia kuhusiana na hiki ambacho anakipigana sasa hivi. Nikuulize mwana Simba, unaona nini kwenye swala la transformation ya klabu ya Simba ambalo pengine Murtaza Mangungu anaweza kaenda kutujibu, lakini unafikiri amendment ambayo imefanyika ya katiba ina faida? Kama ina faida, kwa nini inapata vikwazo? Kama haina faida, kwa nini ipo? Tuenzetu tunaweza kupata story kuhusiana na hilo kwa kupitia Murtaza Mangungu. Naelekea ofisini kwake sasa hivi. Karibu sana. Hii ni TV3 ambayo inakupa nafasi ya kuweza kufahamu mambo mengi ya kimichezo na habari mbalimbali. Na kumbuka hii ni exclusive interview ambayo niko na mwenyekiti wa wekundu wa Msimbazi Simba Murtaza Mangungu. Ni mmoja kati ya viongozi ambao wana mengi sana ya kutufundisha, kutueleza kuhusiana na klabu ya Simba, lakini hata maisha ya kawaida tu kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Sisi ni sehemu tu ya kukuletea taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Mimi naitwa Lugano Israel, niko naye hapa kuweza kuzungumza naye, mbunge wa zamani lakini pia ni kiongozi kutoka ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Mwenyekiti, heshima yako. Asante sana. Nimefurahi kuonana na wewe kwa mara ya kwanza kufanya exclusive interview. Nashukuru sana. Manake mara nyingi tunakuwa tunaongea tukiwa na simu au tumekutana kwenye matukio, lakini kukaa kama hivi kuzungumza nadhani ni mara ya kwanza kabisa. Nashukuru imetokea tumekutana, karibu sana. Sawa, mwenyekiti, kuja kwetu hapa ni kwa sababu ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club. Tunataka utupitishe kidogo toka umeanza kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kuna mafanikio, kuna changamoto, kuna vitu ambavyo kuna watu ambao pia wanahitaji kuja kuwa kwa maana ya viongozi baadaye wapate picha kidogo harakati zako za kuwa kiongozi ndani ya klabu ya Simba, jinsi ambavyo zilikuwa mpaka sasa na mafanikio kwa ujumla. Siwezi kuzungumza kwa urefu sana kwa sababu hayo mambo ni mengi, lakini nishukuru tu kwamba na mimi nimepata heshima ya kuwa kiongozi mkubwa kwenye klabu kubwa, na ninaweza kusema pia ni klabu bora zaidi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Jitihada na mafanikio na yale yaliyokosekana, unajua
huwezi kupata mafanikio bila kuwa na changamoto, na huwezi kuwa na changamoto peke yake bila kuwa na mafanikio. Yapo mengi ambayo tumeweza kufanikiwa na mengine machache ambayo tuliyatamani kuyapata, lakini hatujaweza kuyapata kwa wakati huo. Tunaamini kwamba huko mbele tunaweza tukaweka nguvu ya pamoja na kurekebisha hitilafu zilizokuwa zimejitokeza na kufikia hatua nzuri. Kuna watu wanawezekana wakajiuliza kwamba kwenye uongozi wakati mwingine inakuwa ni ndoto za muda mrefu, na wakati mwingine zinawezekana ni ndoto ambazo zinakuja au ni matukio ambayo yanakuja mara baada ya kuyasogelea. Unaanza kusema sikutarajia kuwepo hapa. Kuna kipindi labda ukiwa kijana au uko shule ulitamani siku moja kuwa kiongozi mkubwa ndani ya klabu kama Simba Sports Club, au mazingira yakaja kusogea tu ukajikuta uko ndani ya klabu ya Simba kuwa kiongozi? Kwa muda mrefu mimi nimekuwa nikishiriki mambo yanayohusu mpira katika ngazi tofauti, kwa maana ya vilabu vidogo vya chini huko mitaani kwetu, lakini baadaye nilikwenda kuwa kiongozi kwenye chama cha soka mkoa wa Lindi, nikaingia kwenye shirikisho la soka Tanzania, na sasa nipo Simba. Na kwa kuwa ndo Simba ni top club, naona sasa itakuwa ndo hapa siendi pengine, na nikimaliza nafasi iliyobaki tutaangalia wakati huo kama nitaweza kutamani kuendelea au la. Umezungumzia kwenye shirikisho la soka, pengine hapo inawezekana kuna wengine iliwapita. Najua kuna kamati, kuna maeneo tofauti, pengine watu walikuwa wafahamu. Ulikuwa pale shirikisho la soka, ni nafasi gani ambayo ulishika? Sasa nikianza kuelezea zote, lakini wewe jua tu kwamba mimi nimekaa kwenye shirikisho la soka Tanzania tangu linaanzishwa kutoka kwenye FAT, mimi nimekuwepo na mpaka mara ya mwisho 2012 kama sikosei, ndipo ambapo niliacha kushiriki kwenye upande wa shirikisho la soka. Maana kulikuwa kwenye zile kamati. Sasa kwenye kamati nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Mimi mara kwanza kukufahamu mwenyekiti, nakumbuka Maulidi Baraka wa Kitenge. Ni mtu ambaye mimi nimefanya naye kazi kwa muda mrefu, na mchango wake wa kufika mimi hapa ni mkubwa sana. Alikuwa anaeleza kwamba pia ulishawahi kukaa Marekani. Kweli? Sasa hayo tuyaache kwa sababu hayahusiani. Mimi nimeishi maeneo mengi tu hapa duniani. Okay. Ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa nikianza kuelezea tena historia ya maisha yangu na nini, tutakuwa na mambo kwa uchache, kwa wingi, lakini jua tu kwamba mimi nimeishi maeneo mengi na nashukuru Mungu mpaka sasa niko nyumbani hapa naishi, hamna shida yoyote. Sawa. Kwa kijana ambaye pengine angetamani kuingia kwenye mpira wa miguu, kizuri ambacho umekizungumza, watu wanafikiri pengine Murtaza Mangungu aliibuka tu kuingia kwenye soka, lakini kumbe miaka mingi toka Fati akina Muhidini Ndoranga kote huko kumbe umeshapita. Pengine mtu ambaye anataka kuibuka sasa, yani anataka kuingia kwenye mpira wa miguu, kitu gani ambacho ungetamani anze nacho kuwa na msingi mzuri wa kuwa kiongozi mzuri hapo baadaye? Kiongozi ni kujifunza kwa mambo ambayo yanajitokeza, lakini pia kuwa na nafasi ya kuwa na uvumilivu, kwa sababu mambo mengi yana mchanganyiko. Kuna simamia interest za taasisi, lakini kuna interest za watu binafsi. Kuna mtu mwingine anaweza akanichukia mimi kwa sababu nazuia zile ambazo anaona ni faida kwake, na kuna mwingine anaweza akanipenda mimi kwa sababu nasimamia zile anazoona ni faida kwake. Kwa hiyo kiongozi huwezi kupendwa na watu wote, lakini msingi mzuri ni kusimamia kile ambacho unakiamini kwamba kiko sahihi na malengo ya taasisi unayoongoza. Hilo ndio jambo kubwa na la msingi. Kwa hiyo na mimi namshukuru Mungu kwamba nafanya kazi ya wenyekiti wa Simba Sports Club. Wapo watu wanaonipinga, lakini sioni kwamba naona kwamba ni jambo zuri, kwa sababu wananichagiza na mimi kuongeza jitihada, na wapo wanaoniunga mkono ambao ni wengi zaidi. Usikatishwe tamaa na wachache, kwa sababu hata Mungu ambaye amewaumba wanadamu, wapo wanaompinga pia, wanasema kwamba hakuna Mungu na maisha yanaendelea, na sio jambo la leo, limekuwepo tangu enzi hizo kabla ya manabii kuanza kuleta ujumbe unaohusiana na maisha ya binadamu.
Katika hao wanaokupinga kuna kipindi ambacho cha kutokea ukasema hebu niachane, nikubali tu ambacho wanakitaka, mimi nikae pembeni kwa sababu ninachokiamini kimeshindwa kupita, na ukakubaliana nao? Au kuna wakati ambapo ulipambania kwa sababu unakiamini chenye mafanikio ukasema hiki lazima nikipambanie? Sasa kupinga, kama mtu ana hoja zinazoonekana au zinazoshikika, unaweza kukubaliana naye, lakini kama hana hoja, anasema tu kwa utashi wake, huwezi ukamsikiliza. Unasikiliza kama maoni, na kama kuna jambo lolote zuri ambalo amelisema unajifunza kurekebisha, basi unaenda mbele. Mimi wakinitajia kwamba miongoni mwa watu ambao wana uvumilivu na hekima sana ya kuzungumza, Murtaza Mangungu pia mimi naamini pia utakuwa miongoni mwao, kwa sababu ukizungumzia kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga kila mmoja anaweza kuzungumza la kwake. Kuna kipindi ulikuwa unaonekana unasemwa sana, lakini kuna baadhi ya watu ambao walitoka na kuzungumza kukutetea kwa namna moja ama nyingine. Miongoni mwa watu ambao nakumbuka walikuja kukutetea kwa kiwango kikubwa kuhusiana na ubora unaofanya na vikwazo ambao unavipitia, alikuwa ni Mheshimiwa Aden Rage. Ndiye ambaye alizungumza kwamba Murtaza Mangungu hana nafasi kubwa ya kuamua vitu ambavyo mnamlaumu kwa sababu yeye anafungua na kufunga vikao. Hii kauli ulipokeaje? Kwa sababu unaona kama ilileta positive effect kwenye matokeo, kuto kukulaumu sana kutoka kwa Aden Rage. Huo ulikuwa ni mtazamo wake, lakini kimsingi tu ni kwamba sisi bado tuko kwenye transition, kwa maana kwamba katika kipindi hiki cha mpito kuna mambo mengi hayawezi kuwa yote yako sawa, na kwa kutokuwepo sawa hayo mambo hatuwezi kutumia nguvu kwenye kurekebisha. Tunatumia hoja na misingi inayotakikana kwa mujibu wa taratibu na sheria ili kuweza kutengeneza alignment na kufikia hatua nzuri. Hapo kwa sababu umezungumzia, kwa sababu mko kwenye hatua ya mabadiliko ya marekebisho, kulifanyika amendment ya katiba kwa uchache tu, mpaka sasa watu wafahamu iko katika hatua gani, na pengine vikwazo au mafanikio ni yapi katika hatua hizo? Mpaka sasa tuko kwenye hatua nzuri, kwa maana kwamba zipo hatua ambazo tumeweza kukamilisha na zipo hatua ambazo bado hazijakamilisha. Nafikiri muda mchache unaokuja tukiweza kuwa pamoja tutafikia hatua ya kukamilisha na kumaliza kabisa hilo jambo, ili tufungue ukurasa mwingine sasa kuwa tumeshakamilisha mabadiliko na sasa tunaenda kwenye hatua ya utekelezaji wa mabadiliko hayo. Kuna wakati mwenyekiti, maneno alikuwa ni mengi sana, mwenyekiti hivi, mwenyekiti vile. Ni pale ambapo timu inakuwa imefanya vibaya na zungumzo Mangungu, ikifanya vizuri jina lako alionekani pale. Ndio maana nikasema moja kati ya viongozi wavumilivu ni wewe pia. Hukuwahi kutoka kwamba hivi kwa nini mnanilaumu mimi nikiwa timu imefungwa, ikishinda hamnisemi, hamnipongezi chochote. Unafikiri ni kitu gani kilikuwa kinastahili sana pengine ambacho ungetamani watu wangekuwa na kifahamu ambacho kimejificha kwenye hizo kauli? Kwanza kila mmoja ajue kwamba tunapozungumzia uongozi wa Simba na mafanikio yake iko kwenye muunganiko wa wote, washabiki, wanachama, wapenzi, wachezaji, management, bodi ya Simba na wengine wote ambao wameshiriki. Ni kitu ambacho lazima kiwe collectively, kwamba tupata mafanikio yetu sote, na pale ambapo tunashindwa inakuwa tumeshindwa pamoja, tunaangalia nini kilichotupelekea kushindwa, tunarekebisha ili tukienda kushindana tena tuweze kufanikiwa. Hiyo ndio jambo kubwa na la msingi kwenye taasisi, na hata timu yetu sisi ni nguvu moja. Kwa hiyo nguvu moja ndiyo hiyo ambayo inatakiwa sasa itubebe kwenda mbele. Kwa hiyo mimi sioni tatizo pale ambapo nalaumiwa, lakini pia sioni tatizo pale ambapo sipongezwi kwa jambo lolote. Lakini wakati mwingine unastahili pongezi kwa sababu wewe ndio mwenyekiti ambao unaongoza wanachama, na wewe ndiye ambaye unasimama upande huo kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, lakini pongezi, lawama ndo zinakuja kwako. Akulaumiwa, nimesema siwezi kukataa kwa sababu mimi ni kiongozi, na pia siwezi kudai nipongezwe
Yaani hivyo vitu vyote viwili viko relevant. Tu wakitupongeza nashukuru, wakinilaumu pia nashukuru, kwa sababu na mimi napata nafasi ya kujifunza. Kama kuna jambo ambalo natakiwa nirekebishe, tutarekebisha. Mangungu, ukiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, kuna wakati ambapo wachambuzi, waandishi wa habari, kuna mtu anaweza katoa maoni yake ambayo pengine yasikupendeze au yakakufurahisha. Tukianza na ile ambalo pengine halikuwahi kukupendeza, lile ambao wachambuzi tulitoa, ukasema huyu mchambuzi angekuwa najua, ungetamani hata ungemwambia lakini hukumwambia. Ilikuwa ni kitu gani ambacho pengine watu wafahamu ambacho watu walikuwa wrong kabisa? Yapo mengi sana, sasa hatuwezi kuainisha, labda wewe ungesema moja tu ndio wewe useme. Yapo mengi, sasa sijui wewe unakusudia lipi. Wewe unalokusudia niambie, lakini ninachoweza kusema tu kwamba ili uweze kuchambua au uweze kuelezea au uweze kufafanua, lielewe jambo hilo vizuri kwanza. Ndio. Kwamba hili jambo lilosemwa likoje, nini ambacho kinasemwa, nini ambacho kinamaanishwa, nini ambacho kinatakiwa, nini kilitakiwa kiwe na nini kilichotokea. Hayo ndo mambo makubwa ya msingi. Sasa mara nyingine mtu anaweza kakaa kwa kuwa na nafasi ya kusema, kusikika au kuandika, anasema mimi naona bwana huyu kiongozi amefanya jambo hili bila kuelewa fact. Yaani inabidi lama upate kiini au upate taarifa sahihi kuhusiana na hilo jambo ndio unaweza kuzungumza. Ni vibaya sana kuanza kuzungumzia jambo usilolijua au kwa dhana au kwa kusikia tu. Kwamba je, unaweza kuzungumzia kwamba bwana leo mjini Dar es Salaam pale Kisutu kulikuwa na mafuriko. Utaanza kusema unaona mafuriko yametokea, kuna mtu, lakini je, una uhakika kwamba yalikuwa ni mafuriko? Na mafuriko ya nini? Mafuriko ya watu, mafuriko ya maji, mafuriko ya mafuta? Yaani ni vema uka evidence kile kitu ambacho unakizungumzia katika hali hiyo unayozungumzia wewe. Nawashukuru sana, niwatakia siku njema. Kwa uchache kidogo kuhusiana na, tunaenda sasa kwenye Simba Day. Neno lako vizuri. Maandalizi yanaenda vizuri, kwa maana kwamba ratiba yetu inaenda kama ilivyokusudiwa. Tunawasisitiza na kuwahimiza wapenzi na washabiki wajiandae kwa ajili ya tukio hilo muhimu, wanunue tiketi zao, kwa sababu bahati nzuri kwamba serikali inafanya marekebisho ya viwanja vyetu kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, lakini kwa upande mmoja uwanja wa Benjamin Mkapa umefungwa. Sasa hivi tuko na uwanja wa Uhuru. Uwanja ni mdogo. Tununue jezi mapema, tununue tiketi mapema, ili isije ikafikia dakika 10-20 kabla umekosa tiketi, umekosa jezi, mwenyekiti nisaidie na mimi niweze kupata. Mimi nakuwa sina uwezo sasa wa kukusaidia. Fanya utaratibu mapema, nenda kachukue tiketi yako, nunua jezi yako, jiandae kwa ajili ya tukio kubwa na muhimu, haswa ukizingatia mwaka huu ni miaka 90 tangu Simba iliposajiliwa. Maana Simba kuanzishwa rasmi ilianzia mwaka 1929. Ndio. Lakini inatambulika kama ni 1936 kwa sababu ndipo ambapo ilisajiliwa. Okay. Ndio. Na kwa yote ni mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba. Mmemtambulisha mkurugenzi wa wanachama wa klabu ya Simba na mashabiki Emmanuel Noro. Pengine impact yake mnategemea kwenye engo gani? Itaenda kuongeza kitu gani kwa wakati ambapo baada ya kumtambulisha? Sasa hayo tusiyazungumzie sasa, kwa maana kwamba tutaangalia nini ambacho kitatokea baada ya hapo. Ukishafanya jambo utaona matokeo yatakayokuja kutokea. Kwa sababu najua watu walikuwa wanajiuliza mwenyekiti, pengine unaweza kutuweka sawa, ametambulishwa kabla ya baada ya kabla hakujakamilika hizo amendment za sasa hivi. Pengine wategemea aingie baada ya amendment, manake impact yake ingeonekana kutokana na sasa. Kuna ile ya kuku na yai ili itangulie. Kwa hiyo wakati mwingine ikitangulia yai itatoka ya kifaranga ambaye atakuwa kuku, na ikitangulia kifaranga ndo atakayetaga yai ili aje kuwa kuku. Asante sana. Kwa uchache kidogo tumalize kidogo mwenyekiti. Neno hilo watu watakuwa wanajiuliza sana. Watu wanasubiria kuhusiana na utekelezaji wa hii katiba kwa uchache.
wewe unahisi vikwazo vinavyotokea vinaweza vikazuia kuto kukamilisha kwa katiba ya Simba hii ambayo imefanywa amendment kwa sasa kwa watu ambao wanakupinga? Hilo jambo tuliache kwa sasa. Nawashukuru sana.